Hakika aso mtu ana Mungu na mwenye mtu ana vyote viwili. Njiwa hao wanaona hapa mji mkongwe ni kama njiwa wengine, hawana nyumba, hawana duka, hawana shamba wala sehemu nyingine za kujipatia riziki. Kutokana na hali hiyo, ndege hawa hutegemea sana kwa msaada mkubwa na ihsani kutoka kwa wasamaria mwema kama mimi hapa. Leo hii nakutana na kijana ambaye ni adimu sana visiwani Zanzibar, ambaye amejitolea kujihusisha na kufanya shughuli yake hii ya kulisha njiwa hapa mji mkongwe katikati ya jiji la Zanzibar. Hebu tukamsikilize. Asante. Ni kitu gani hasa kilichokusukuma wewe kufanya shughuli yako hii ya kulisha njiwa? Kilichonifanya nilishe njiwa, tulikuwa tunakaa sana hapa wenyewe tunapumzika. Wakaanza kuja njiwa ili watatu wakawa nisumbuka. Tulikuwa ni jambo jema tuanze kuwalisha wasisumbuke. Na nimewalisha alhamdulillah, wamezaliana wamekuwa wengi kwa sasa. Wapi unapata fedha kwa ajili ya kununua chakula cha hao njiwa? Mimi nafanya kazi, mimi ni agent. Nafanya kazi na katika kipato changu nimewatengea bajeti maalum hawa ya kuwapa chakula watu. Ikitokea siku umedharurika kama binadamu, nani anakuwa msaada kwako na kusimamia? Siku kama sikuwahi au nimeumwa, kuna duka pale, kuna vijana hapa nimeshapa maagizo kama siku uenda kachukue, alafu siku nikija nalipa pesa ya watu. Na hata hivyo kwa sasa mwamko umekuwa mkubwa, silishi peke yangu, wako wanaokuja na shida zao, wako wanaopita wakavutiwa na hili jambo na wao wanalisha hawa njiwa. Kwa nini njiwa wakati kuna wanyama wengi ambao ni rafiki kwa binadamu? Kuna kuku, kuna paka, kuna kunguru. Kwa nini hasa njiwa na sio kitu maarufu sana? Kwa nini njiwa? Imetokea tu kwa hawa njiwa kwa sababu kulisha wanyama ni jambo jema kwa kweli. Kwa hiyo mimi nimeanza na njiwa, lakini nafikiria pia niende katika kuwalisha na paka pia. Ni faida gani hasa unaipata kupitia shughuli yako hii ya kulisha njiwa? Faida ni nyingi kwa sababu tumeambiwa tutoe sadaka na tutibu wagonjwa wetu kwa kutoa sadaka. Kulisha njiwa hawa ni jambo jema kwa sababu mimi binafsi nikilisha njiwa naona hasa kama hata kwenye kazi zangu basi baraka Mwenyezi Mungu ananiongezea. Kwa hiyo siku ambayo nimemiss kulisha njiwa kweli nakosa raha. Kwa hiyo unataka kusema kwamba ulishaji wa njiwa inakusaidia wewe kiroho na kimaslahi zaidi? Sana 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 hasa. Na natamani kama kuna sehemu nyingine basi nikalishe na huko pia. Tunakumbuka kwamba mamlaka ya mji Mkongwe imetenga maeneo maalum kwa ajili ya kufanya shughuli yako hii ya ulishaji njiwa. Je, unayo habari hii? Na kama unayo, unazingatia vipi swala zima la usafi hapo? Ukizingatia ni katikati ya mji wa Zanzibar. Habari hiyo sina, lakini binafsi naona kama na wao wanaona hii hali tunaofanya. Kwa hivyo kama kuna uboreshaji au kuna taratibu nyingine zote kutuwekea ili kulifanya jambo jema zaidi, basi tuwakaribisha waje tupe elimu ili kuboresha hili jambo, sababu kwa kivuto kikubwa kwa watu sasa hivi hapa alhamdulillah. Nini hasa ungependa kuiambia jamii au mtazamaji ambaye anakutazama na kukusikiliza sasa hivi kuhusiana na shughuli yako hii ya ulishaji njiwa? Niambie jamii kwa kweli, kwa sababu tuna matatizo mengi, tuna shida nyingi, tuna wagonjwa wengi. Kwa hiyo ni vyema mtu kama ana matatizo yake, ana shida yake, ana mgonjwa wake, basi ni bora hata kama robo kilo, nusu kilo, akatia nia majambo yake, alafu kaja katawakal hapa, biidhnillah Mwenyezi Mungu atamfungulia kwa hiyo riziki aliyotoa kupitia wandeni. Makala hii imeangazia kijana mmoja adimu sana visiwani Zanzibar anayefahamika kwa jina la Saidi Ali Mohamed, ambaye kwa ihsani yake na mapenzi makubwa ameamua kujitoa na kuwalisha njiwa hawa pasi na matarajio yoyote yale. Kama tulivyomsikia katika mahojiano, amezungumza mambo mengi na nadhani wengi wa watazamaji wetu ambao mnatuangalia na mnatusikiliza mmejifunza na mmepata kitu. Nikiripoti kutoka wilaya ya Mjini Unguja, mkoa wa Mjini Magharibi, visiwani Zanzibar, Fadia Ali wa Swahili Voice.